Hadithi: mchumba wa kujipendekeza. Mji wa Buguruni ulikuwa na familia ndogo ya mama mmoja mjane aitwaye Mama Jamila na binti yake pekee Jamila. Mama Jamila alikuwa mama mkali, mwenye busara, na kila mtu alimwogopa kwa maneno yake ya moja kwa moja. Jamila, kwa upande mwingine, alikuwa msichana mpole na mwenye heshima, ila moyo wake ulikuwa umejaa mapenzi. Siku moja, Jamila aliamua kumleta mchumba wake Kelvin nyumbani ili amtambulishe kwa mama yake. Kwa upande wake, Kelvin alikuwa kijana wa kujiamini, mwenye maneno matamu na tabia ya kujipendekeza kupita kiasi. Jamila: "Mama, leo kuna mtu nataka nikuletee. Ni mtu muhimu sana kwangu." Mama Jamila akibaki kimya, akipiga pasi nguo. Mtu muhimu? Wanaume siku hizi wote wana ulimi wa sukari. Haya, mlete tu. Kelvin akaingilia akiwa amejipangilia vizuri, suti kali na maneno ya heshima. Kelvin: "Shikamoo mama yangu mpenzi, mama mzuri kuliko wote. Hakika Jamila ametoka kwa mama wa thamani sana." Mama Jamila akamwangalia juu chini na kusema, "Acha kujipendekeza kijana. Hapa ni nyumba ya Mama Jamila, si uwanja wa kampeni." Jamila alicheka kwa aibu, huku Kelvin akijaribu kuokoa hali kwa kumletea mama zawadi ndogo ya unga na mafuta. Wakiwa wamekaa, jirani mmoja aitwaye Mzee Bakari akapita nje ya dirisha na akashangaa. "Mzee Bakari, si huyu kijana ndiye Kelvin aliyewahi kuniibia simu pale kwenye daladala?" Mama Jamila akashtuka. Jamila akabaki mdomo wazi. Kelvin akajaribu kucheka. Mzee, hiyo ni fitna tu. Hayo mambo yalishapita zamani." Lakini kabla hata mambo hayajapoa, jirani mwingine Mama Zena naye akapita. "Jamani, huyu kijana si ndiye aliyekopa mboga na kukimbia bila kulipa?" Jamila alianza kuhisi woga, moyo wake ukijaa mashaka. Mama Jamila macho yakamtoka. "Kelvin, kwa hiyo wewe ni mchumba au ni tapeli wa mtaa?" Kelvin akaanza kujitetea. "Jamila, usiniamini kwa maneno yao. Mama wana wivu tu. Mimi ni wako wa maisha." Lakini ghafla, mtoto mdogo wa jirani akaingia mbio akasema, "Mama Jamila, huyu kaka ndiye aliyenikopa mpira wangu jana na hakurudisha." Kicheko kikapamba moto. Mama Jamila akashika kiuno na kusema kwa hasira, "Kelvin, toka kwangu haraka. Hata mpira wa mtoto mdogo unashindwa kurudisha. Unataka uoe binti yangu? Mimi sikubali." Jamila machozi yakaanza kumtoka, akamsihi mama yake, lakini mama akasema, "Mwanangu, bora ulie leo kuliko ulie maisha yako yote. Huyu ni mchumba wa kujipendekeza na wa mikoko ya kijinga." Kelvin aliondoka kwa aibu, jirani wakicheka nyuma yake. Jamila akabaki na huzuni, lakini baada ya muda aligundua kweli mama yake alimwokoa kutoka kwa balaa kubwa. Maisha yakaendelea na somo likaachwa kwa wote. Si kila anayejipendekeza ana moyo safi.